Haleluya, 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 haleluya. Na kusalimia mpendo kwa jina la Yesu Kristo siku ya leo. Ninaamini kwamba uko salama na Mungu amekulinda kama mimi. Na Mungu amenipigania, amenishitania na wewe pia naamini amekushindania. Na siku ya leo amenisaidia nikapata kuletea neno pia siku ya leo. Naamini la Sunday ulibarikiwa, la Samuel ulibarikiwa ya kwamba damu ya Kristo ilipata kutukomboa. Japokuwa tuliongea maneno mazito sana, lakini naamini kwamba Mungu atakusaidia kuyaelewa katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Lakini siku ya leo tunaangalia kitabu cha kile kinaitwa kitabu cha 1 Samuel chapter 3 verse 6, nasema kwamba naye Daudi akafadhaika sana kwa maana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Jitie nguvu katika Bwana Mungu wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Biblia inasema kwamba naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema ya kwamba apigwe kwa mawe. Apigwe kwa mawe. Walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe kwa maana nafsi zao watu wote walikuwa wanasononeka kwa kila mtu kwa ajili ya kupoteza wanawe waliotekwa nyara na binti zao waliotekwa nyara. Lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wao. So Mungu wake Daudi alijitia nguvu wakati alijikuta ya kwamba ako peke yake, hakuna mwenye anampea ile kusema ya kwamba na Mungu mkono Daudi. Hapo kila mtu alikuwa anamuona yeye ndiye amekosea mahali, maana walikuwa wameenda vita wakiwa wanatarajia kushinda, lakini waliporudi wakapata ya kwamba hata mali zao zimeibiwa, mji umeteketezwa kwa moto, bibi zao ameshukuliwa. Yani watu walikuwa yani wanasononeka sana. Na unakuta kwamba kwa maisha yako bisi unapitia gani ama umepitia gani mwezi wa 11 ama kuanzia Januari mpaka 11. Kesho tunaenda kuingia Disemba. Kama huu chumba utakuwa umekupata tarehe moja kuishafika Disemba ni sawa, lakini huu chumbe utakapokupata jua kwamba tumeupata leo tarehe 30 mwezi wa 11, ambao ndio kwamba Bwana Yesu amepata kutupatia kwamba tujitie nguvu. Ujitie nguvu. Maybe ya mahali huko hakuna mtu mwingine sasa kuambia ujitie nguvu. Sasa wewe binafsi ujitie nguvu katika Bwana Mungu wako. Na kama una Bwana Mungu wako leo, naamini ya kwamba utaokoka. Utampatia Yesu Kristo maisha yako, atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kwa maana atakuokoa na uko na Mungu wako. Ukisema kwa jina la Yesu, Yesu atakuwa anakusaidia kwa kila maeneo ya maisha yako. Hata kama uko chini ya shimo, uko wherever utakuwa na uwezo wa kujua nina Mungu wangu. So huyu Daudi enyabokuwa alikuwa kwa matatizo, bado alikuwa na Mungu wake. Kuwa na Mungu wako imaanishi uwezi njipata kwa hali tatanisi, lakini ukimuita huyo Bwana Mungu wako atakusaidia, atakuja na atakuokoa. So Daudi kilichomsaidia alikuwa na Bwana Mungu wake. Yeye Daudi alikuwa kama Sauli, alikuwa anajua tu Samuel. King Saul alikuwa anajua Samuel sana, alikuwa anajua Bwana Mungu wake. Mambo kiharibika anakimbilia kwa Samuel aliyemwambia ati amempaka mafuta na Bwana amemuita akue mfalme. Yeye binafsi Daudi alikuwa anajua Mungu wa Israeli na alikuwa anamuamini. Hata kabla atiwe mafuta alikuwa ameona miujiza ya Mungu kwa maisha yake kule jangwani, kule kichakani. So kwa maisha yako ni vizuri pia ujue Bwana Mungu wako. Na hii tunasaidiaisha kwa kifupi sana, tuseme kwamba ukuwe muombaji. Isikiwe yani ni mlima mkubwa kwako. Ndio nakasani mwakwambia ujumbe tulio rekodi katika Samuel iliyopita ilikuwa na maneno mazito sana. Kama vile ya kwamba Yesu alikuta watu wanauswa akawanunua na damu yake. Hiyo pia ni maneno mazito kwa yule mtu ambaye leo historia inaweza mchanganya. Lakini naamini ya kwamba ikiwa wewe ni mwenyeji wa hii ufalme utaelewa kile ambacho tuko tunajaribu kumaanisha ya kwamba wale watu ni wenye dhambi waje wakoka ni wana mandeni ya dhambi. Na hii ni mandeni ya dhambi inawafanya wakuwe ni kama watumwa wamefungwa na shetani. Na ikiwa mtu atafunguliwa kwa ile vifungo, lazima Yesu Kristo ahusike ndio huyo mtu akapata kufunguliwa. Na hiyo ni kwa sababu ya damu yake iliyomwagika. So tuliongea kwa jinsi ya kama ya mafumbo inaweza kuwa ngumu kwako, lakini tunamaanisha kwamba ikiwa utaokoka Yesu lazima ahusike kwa maisha yako. Na katika hiyo kitabu tulichokisoma kitabu cha Revelation chapter 5 verse 9 and 10, naamini ya kwamba imetaja hiyo maneno si ya kwangu peke yangu, nimeyabuni. Imesema pale ya kwamba malaika walimwambia Yesu, wakamwambia wewe unamstahili kwa sababu wewe ulipata kushinjwa
na ukanunulia Mungu watu wa mataifa na makabila na lugha, wakakuwa makuhani wa Mungu. So imeandikwa pia pale kwamba alinunua kwa damu yake alipochinjwa. So kwa hiyo ndiyo ambayo imeendelea. So pale ni kwa sababu nakuta kwamba hata katika maelezo ya Agano Jipya inasema kwamba Yesu alipigwa akadungwa na mkuki na akasulubiwa na akadungwa na mkuki damu ikatoka. Lakini baada kwa yale maelezo pale kwa yale kule mbinguni wanasema ni kushinjwa, alishinjwa. Kwa maana kitendo kile kiza kupigwa, kudungwa na mkuki na kuanguka msalabani inachukuliwa kama kujipeana uchinjwe. Yaani umejitoa maisha yako ndio ukapate kuokoa wale ambao ni wanadamu. So mpendwa, katika siku ya leo nimejaribu kufafanua tu kidogo, lakini najaribu kumaanisha kwamba Kristo Yesu akiwa ndiye Bwana Mungu wako, utakuwa uko na ujasiri kama Daudi. Daudi alikuwa na ujasiri, maana aliambia ukisoma katika hiyo mstari ya 20 hapo mstari ya 17 anaambia huyu kuhani ya kwamba, kisha Daudi akamwambia Abiashari kuhani mwana wa Yemeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naibera. Kulikuwa na something fulani walikuwa wanatumia kuomba ama kuuliza Bwana. Kama kitabu tuko watoto wandogo, mimi si yuko kwenu, lakini kwetu tuko tunaona tukipoteza mbuzi ama tukipoteza kitu kingine ama tukikosa njia, tumepotea, tuko kwa makutano ya njia, tuko tunaweka mate katika kwa kiganja ya mkono, tunaipiga na kindole ati tuonyeshe njia, na ilikuwa inafanya kazi. Maana hiyo mate ilikuwa inafiatuka pande ambayo ndio ambao tunafaa kuenda na tunaenda hiyo njia. Naona Mungu alikuwa na bando anafanya kazi kwa njia mingi sana. Lakini katika ina one days ametupea Emmanuel ambaye anaitwa Yesu Kristo, ambaye ni Mungu wetu. So inafaa kuwa na Bwana Mungu wako, na huyo Bwana Mungu wako atakusaidia katika nyakati zote. Wakati umejikuta watu wakisema upigwe kwa mawe, mimi hata kuna wao inaweza fika ukuta ya kwamba mke wako na watoto wanasema upigwe kwa mawe, ama wanasema you are responsible, unafaa kuwajibika, ama iwe mume na watoto wanasema wewe ndio unafaa kuwajibika kwa ile kitendo, utafanya namna gani kama hauna Bwana Mungu wako? So Daudi alijikuta kwa hali kama hiyo. Yaani uko mahali ujue utajitoaje. Uko mahali wewe ndiye sasa unaambiwa unafaa utwenja wapi upate kusuluhisha lile tatizo. Utafanya namna gani kama hauna Bwana Mungu wako? Na nikasema kurahisisha mambo ni kwamba inafaa ukubali Kristo Yesu akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na pia kujua Mungu, uwe na Mungu wako, uwe mtu wa kuomba. Daudi alikuwa muombaji. Hapa anatisha kuhani na Ivera aulize Mungu, itakuaje? Watu wamefanya hivi, wametupatia hasara, wameenda na familia zetu, hapa nitapigwa kwa mawe, watu wameamua wanipige kwa mawe. Mungu akamwambia Daudi wafuate hao watu, na kuhakikishia Daudi utawafuata na utawapata na utawapokonya watu wenu waliowateka nyara, na pia rasilimali zenu walizozishukua utapata kusipata siku kabisa. Na unakuta kwamba Daudi alipofuata maagizo ya Mungu wake, Biblia inasema kwamba aliwafuata akawapata kuwa wanafanya starehe, wakiwa wanakula na kukunywa, wakifanya starehe kubwa sana. Walikuwa wanapiga starehe wakisema sasa leo mambo ni mazuri, tumepata kutesa Daudi, tumechukua wake zake, watoto wake, mali zake, na sasa hiyo ni sikukuu. Walikuwa wanasherehekea. Daudi aliwapiga wale watu wake Daudi waliokuwa wametekwa nyara na wale wahalifu. Daudi aliwashukua tena, na hakuna mmoja aliyekufa, hakuna aliyepotea. Wote Daudi aliwashukua kwa neno la Bwana. Wake sawa wakaokoka, watoto wakaokoka, yani rasilimali zao wakashukua. Waliwaua wale wahalifu wote. Vijana wachache walitoroka na wakaenda kwa sababu walilemewa kwa vita. Naona ushindi mbele yako. Usikate. Daudi alijikuta kwa hali ya kukata tamaa. Alikuwa na sababu ya kukata tamaa, aseme Bwana ameniangusha. Lakini Daudi hakukata tamaa. Hata kama maisha yalikuwa yamekataa, Daudi hakukata tamaa. Alikimbilia kwa Mungu. Usikimbilie kwa wachawi na waganga. Kimbilia kwa Mungu kama Daudi. Sauli alipokimbilia kwa Samueli, adabata Samueli amekufa, yeye alikimbilia kwa wachawi na waganga waende wampatie suluhisho, lakini hawakuweza kuleta suluhisho kwa maisha yake Sauli. Badala yake walimwambia atauawa na kesho yake atakuwa kwa mbinguni. Na hiyo ndivyo ilifanyika.
maana alikimbilia mahali pasipofaa. Kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa mwana wa Mungu, kimbilia kwa Mwokozi, kimbilia kwa Emanueli, kimbilia kwa Mungu pamoja nasi. Mambo yakikulemea, usitoroke Mungu, usiende kwa shetani, usiende kwa nguvu za giza. Kimbilia kwa Jehova, kimbilia kwa Yesu. Ataponya magonjwa yako, ataleta amani kwa ndoa yako, ataleta suluhisho kwa kazi yako, hatima yako itakuwa ya amani. Maana Daudi alikimbilia kwa Mungu. Kimbilia kwa Mungu, usikimbilie kwa shetani. Yesu alisema mwizi ashira kuiba, kuharibu na kuangamiza. Mwizi huja kuiba na kuharibu na kuua, lakini mimi alikuja ndio muwe na uzima, tena uzima tele tele. Kimbilia kwa Mungu, kimbilia kwa Kristo, utakuwa na uzima, tena uzima tele tele. Kama ni kufunga na kuomba, funga. Kama ni kukesha, kesha. Kama ni kuenda maombi, omba. Kama ni kuombea na watumishi wa Mungu, ombewa. Kama ni kusoma neno la Mungu, soma. Hiyo ndio kukimbilia Mungu inawandeza. Kumwamini Kristo Yesu akwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. So Biblia inasema Daudi alifadhaika sana, maana watu wote walikuwa wakisema apigwe kwa mawe, maana amewandisappoint. Na ndio inasemekana wale watu walikuwa kimbia Yesu akiingia Yerusalemu, wakisema Hosana, Hosana. Wao watu ndio walisema ya kwamba Yesu asulubiwe, tunataka Baraba. Wale watu, usitegemee wanadamu, usijitegemee. Kwa mtu ambaye anajua Yesu, unamwamini Mungu, unaweza kimbilia kwa Yesu. Hata ukiwa kwa kitanda cha ugonjwa, hata ukiwa safarini, hata ukiwa mahali kokote, unaweza kimbilia kwa Mungu. Unamwambia nisaidie, unamwambia niponye, unamwambia wacha niishi, unamwambia niwezeshe, unamwambia nisamee. Kimbilia kwa Mungu. Wakati mambo imesindi, unasanjiangusha chini, umulilie, umwambia kwamba acha tu uingilie kati, na Mungu ataingilia kati. Aliingilia kwa Daudi na ataingilia kwako na kwangu, katika jina la Yesu. Hatutaaibika, hatutashindwa, sisi ni wabarikiwa. Biblia inasema kuna uwezo katika ulimi wa mauti na uzima. So tunapokiria kwamba tutaishi, tutafanikiwa, hatutashindwa, tutanjitia nguvu katika Bwana Mungu wetu, na Mungu atakuja, atatuokoa na mambo yote. Angelisha mambo umekutana naye katika mwaka huu 2025 from January to November. Mungu bado kuna matumaini kwa maisha yako. Mungu anasema wafuatie, utawapata walioenda na vitu zako, na Mungu atakusaidia na atapata kuwezesha katika jina la Yesu. Nakubarikisha na kutakia baraka mwezi wa Disemba. Mungu akutendee miujiza, akufurahishe, upate mahitaji yako na ya familia. Watu wengine wakipiga sherehe upige sherehe, watu wengine wakilipa fee ulipe fee, watu wengine wakilipa rent na uko na pesa, watu wakipata kwenda kusafiri au usafiri. Nguvu za Mungu usishuke ndani yako na milango ifunguke, kwa maana utapata kujitia nguvu katika Bwana Mungu wako. Na kama na Bwana Mungu wako anasema kwamba leo Mungu amekubariki sana, unaweza kubali akuwe Bwana Mungu wako, kwa ajili ya kumkubali mwana wake Yesu Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpendwa, kubali huyu Kristo Yesu na utaibika. Hivyo anasema ya kwamba yeyote anayemwamini Yesu atawahi kuaibika. Hiyo ndivyo imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari ya 9 na 10 na 11. Utapata kwamba hiyo mstari inasema kama mtu yeyote anamwamini Kristo hataaibika. Kwa hivyo rudi nyuma yangu, sema Bwana Yesu, leo nakukubali kuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Samehe Yesu dhambi na makosa. Kutoka leo mimi ni wako, mimi si wa shetani. Mimi ni wako Yesu. Naomba ukapate kuniokoa. Wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa na ukafufuka na unaishi milele milele. Asante Yesu kuniokoa. In Jesus name, amen. Baba, naomba mpendwa kumbariki na kumlinde na ukapata kumsaidia kwa Yesu Kristo, ndio Mungu kasindi kutawala maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa zote, maana utamdumisha, utamuelekeza miguu yake pia kanisani, mahali ataenda abatiswe, hata kama ako dunia gani, au ako Kenya, au ako Afrika, au ako Europa, mahali anasikia lugha ya Kiswahili, ukapata kumsaidia, akapata kutembea katika nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. God bless you my brother, my sister. Imeandikwa mtu yeyote
atakayeliita jina la Bwana atapata kuokolewa. God bless you in Jesus name. Amen, 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 amen.